Leo tunaanza mlango wa alwudhu. Tunaanza biidhnillahi taala mlango wa udhu, na kama ilivyokuwa kawaida tulisema kwamba ni muhimu kuangalia mtazamo mfupi kuhusu udhu, na tunasema yafuatayo. Mafukaha wengi na muarikhuna wanasema udhu huu tunaotawadha ulifaradhishwa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa kwanza kabisa katika hijra. Yani Mtume alifaradhishiwa udhu akiwa katika mji wa Madina. Swali likaja, je, aliswali vipi akiwa katika mji wa Maka, na wakati ambapo sallallahu alaihi wasallam swala alifaradhishiwa mwaka wa 12 wa 13. Miongoni mwa wanavyoni wanaosema kwamba udhu kihakika ulifaradhishwa katika mji wa Madina ni kwamba ile aya ya udhu iliteremka wapi? Madinatul Munawwara, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Ama kaifia ya udhu wa Maka, hapa wanavyoni mpaka sasa wanakuna nini vichwa vyao, lakini almuhakikuna wanasema udhu ni katika sheria zilizoteremshwa katika mji wa Madinatul Munawwara. Jambo la pili katika udhu ni nini udhu? Katika taarif ya lugha, udhu imechukuliwa na neno alwadhaatu. Alwadhaatu ni kung'ara kwa kitu, an-nadhara. Yani udhu ma'khudhun min alwadhaa, min alwadhaa, yani kitu kiking'ara kikiwa safi ndio maana ya alwudhu katika masala kilugha. Katika masala kisheria, udhu ni an-nadhafa, ni kusafisha, au taharatu a'dha'i al-makhsusa, yani kutahirisha viungo maalum, almufattahatun bimadha binniya, ambavyo viungo hivyo vikisafishwa kwanza mtu aweke nini? Nia. Kwa hivyo udhu maana yake ni kusafisha viungo maalum ambavyo Uislamu, yani Qur'ani imevitaja. Viungo hivi ni uso, nini Sheikh? Mikono, na kupukusa kichwa, na miguu. Taban hizi tutakuja kuzungumza inshallah taala kwamba ndio nguzo za ama faradhi za udhu. Lakini udhu maana yake ni kusafisha viungo kwa kuweka nia, kwa kuweka nia kwamba unaosha viungo hivi ili upate uhalali wa nini? Wa swala. Sasa udhu una hukumu. Udhu una hukumu, yani una sampuli. Udhu una sampuli. Katika madhhabi ya Shafi'i wameweka udhu una sampuli 5. Kama vile vile Abu Hanifa kuna udhu sampuli ngapi? 5. Nitaeleza hapa maana ya sampuli hapa inakusudiwa nini. Yani sampuli kwa maana kwamba kuna wakati fulani udhu unakuwa ni faradhi, wakati fulani udhu unakuwa ni sunna, wakati fulani udhu unakuwa ni makuruhu, na wakati fulani udhu unakuwa ni haramu. Haya yalizungumza na nani? Na wanavyoni. Na pia wanavyoni wanapozungumzia udhu huzungumzia mambo yafuatayo. Huzungumzia sharti za udhu. Kuna masharti ya udhu. Je, udhu uwe valid kisheria, uwe unasihi kisheria, mtu mpaka atimize masharti. Kwa mfano, mtu ambaye si Muislamu akatawadha kama tunavyotawadha sisi, je, udhu wake ni sahihi? Ni sahihi, lakini ule udhu kwake si valid kwa sababu yeye si nani? Si Muislamu. Kwa hivyo tutakuja kueleza masuala ya sharti, faradhi, sunna za udhu. Lakini leo tunazungumzia udhu, wakati gani ni faradhi, wakati gani ni mustahabu, yani inapendekezwa, wakati gani ni makuruhu, wakati gani udhu ni haramu. Kuna kipindi pia udhu nini? Ni haramu. Haya, sasa tuanze kwamba udhu wakati gani ni faradhi. Ahlul fiqhi wanasema kwamba udhu ni faradhi wakati tunapotaka kuswali swala yoyote ile, iwe ni
ya faradhi au ya sunna. Swala iwe ni kamili au si kamili. Ya faradhi ni ipi? Swala hizi 5. Mtume Muhammad Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, enyi waislamu mnapotaka kuswali osheni nyuso zenu, wa aidiakum ila almarafiq alaya, na kuosha mikono yenu, na ikaja wamsahu biruusikum wa arjulikum, na miguu yenu, wa arjulakum, yani wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kwa hivyo kwa aya hii wanavyoni wote wakasema udhu kwanza unaweza kuwa udhu na watawadha ni faradhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema la yakbalu Allahu salatan bighairi tuhurin, yani swala haikubaliwi pasi na tahara, pasi na udhu, wala sadaqatan min ghululin, wala sadaka haikubaliwi kama ni imeibwa. Yani mtu amefanya khiana, kwa mfano amekwenda kuiba kitu kisha atoa sadaka, hairuhusiwi ile sadaka. Ukafanya mfano mali ya watu kaiba kisha ukatoa sadaka, kika ile sadaka haikubaliwi. Kama vile vile swala ukiswali pasi na udhu haikubaliwi. Mradi wa swala kamili ni kama hizi swala magharibi na isha na asubuhi na nyinginezo. Swala ambayo ni ghairu kamila ni salatul janaza. Ile swala inaitwa si kamili kwa sababu haina rukuu wala haina nini, haina sujudu. Inaswaliwa na udhu. Hufai kuswali swala janaza kama huna nini, kama huna udhu. Kisha kuna swala ambayo pia si kamili. Swala hii ni tawaf al-Kaaba. Ile swala Mtume Muhammad sallallahu alayhi ameita ni swala, lakini haina yani unaruhusiwa kuzungumza. Mtume sallallahu akasema katika hadithi kwamba at-tawaf ni swala ahalla Allahu fiha an-nutqa, Mwenyezi Mungu amehalalisha kuzungumza, lakini mkizungumza zungumzeni maneno ya kheri. Pia tawafu inalazimisha kuwa na nini, na udhu, isipokuwa al-Imam Abu Hanifa akasema udhu katika tawafu si fardhi bali ni wajib. Tutakuja kueleza inshallah, yeye anatofautisha baina ya wajib na fardh. Lakini wenzake wote wakasema pia nini, ni faradhi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliuita udhu kwa nini, aliita tawafu kwa nini, ni swala. Kwa maana haya udhu ni faradhi kwa swala zote, iwe ya faradhi au ya sunna. Tuko pamoja hapa? Udhu unakuwa mustahabun, unakuwa mustahabu daraja ya pili, yani inakuwa ni sunna udhu katika hali zifuatazo. Mathalan, udhu unakuwa ni sunna kwa mtu anayetaka kusoma Qur'ani au kugusa Qur'ani. Na kwa nini ni sunna? Udhu unakuwa ni sunna katika hali ya kusoma nini, Qur'ani ni sunna. Au vile vile udhu unakuwa ni sunna kwa mtu ambaye anataka kulala, ni sunna, ni mandhub, yani kabla hujalala utawadhe ndipo ulale. Sunna hii Sheikh Omar atuifanye sana sisi, tunajibwaga tu lakini ni vizuri, yani yapendekezwa mtu akitaka kulala afanye nini, atawadhe. Ni sunna, sio lazima, lakini nini, ni sunna. Na watu wema walikuwa wakifanya hivyo. Watu wema walikuwa kilala na nini, na udhu. Na udhu una stara nyingi sana, una mambo mengi, na kuna hata unaepusha mashaitani kwa mbali na wewe. Jengine katika sunna, udhu ni sunna unapoosha maiti na kubeba jeneza, ukirudi ufanye nini, utawadhe. Pia ni sunna. Hapa si faradhi, hapa nini, ni sunna. Hizi ni hali ambazo udhu unaambiwa ni sunna. Wakati mwingine pia umekasirika sana, ni maisha yetu unajua, ukifika nyumbani Sheikh Ahmad ukapata mama ana hasira sana, usijibizane naye, tawadha, tia udhu. Ule udhu unateremsha nini, unateremsha hasira. Na kama bado umetawadha lakini bado hasira ziko, kama umesimama kaa. Utajua majumba yetu na mitihani hapa Sheikh. Unaweza kufika pale ukajibiwa neno kama Sheikh mmoja juzi namuona katika clip yake asema ili koti tunaloniona leo lina mitihani. Na atoka tu nyumbani naambia kama hutonifanyia hivi niache. Yule Sheikh akacheka kwa darasani hivyo hivyo. Kwa hivyo kuna mitihani majumba yetu. Kwa hivyo ukiwa na hasira umekwazika mahala, tawadha. Tawadha, zile ghadhabu zinafanya nini? Zinaondoka.
Kwa hivyo haya ni katika mazingira nini ya sunna. Udhu ni sunna katika hali kama hii. Vile vile ukiundama, Kiswahili cha zamani kuundama kinafahamika hapa. Naam, kuundama wengine ni watoto hapo. Tutazungumza lugha ya na Ibrahim atajua. Kuundama ni kufanya tendo la ndoa. Tendo la ndio kuundama, Waswahili wasema hivyo. Mashekhe wetu wakitusomesha wasema aljimau ni kuundama, asema usiulize mpaka ukiwa juu ndio utakuja. Kwa hiyo kuundama ni kufanya tendo la ndoa. Sasa ni sunna ukitaka kurejelea kitendo kile cha ndoa tena ufanye udhu. Udhu huu ni udhu wa sunna, wala si udhu wa kutaka nini kuswali. Ni udhu wa nini wa sunna. Na Mtume akaeleza kwamba ni anshatukum audan, yani udan ni inaleta ni mchangamfu mwingine tena katika tendo nini la ndoa. Kwa hivyo haya na mingineyo inshallah ni moja katika kusema kwamba udhu unakuwa sunna katika stage kama hizi. Kisha udhu unakuwa makuruhu. Udhu unakuwa nini? Makuruhu kwa hali moja. Ikiwa una udhu, kwa sasa hivi sisi tuna udhu hapa lillahi alhamd, tunasubiri swala nini? Swala ya al-isha. Kisha wewe ukaenda kutawadha tena, ukatawadha tena, na huku na udhu ule wa kwanza. Sasa huu udhu wa pili itakuwa nini? Ni makruh. Umeswali swala ya faradhi na udhu wako ushanipata. Sasa ukasubiria paka katika swala nyingine, wewe ukasema wata nitawadhe tena, na ule udhu wako wa kwanza bado upo. Kwa hivyo hapa kwa nia itakuwa umefanya makuruhu, lakini tofauti na kwamba unafanya upya udhu, tajdidul udhu, hii si makuruhu. Eleweni vizuri hapa. Tofauti ni kwamba mimi nimetawadha, swala ikakimiwa nikaswali, sawa? Au nimetawadha kabisa niingie ni swala ya magharibi. Kabla magharibi haijasimamishwa swala natawadha tena. Hapa ndio nini? Makuruhu. Umefahamika hapa? Muadhini ameadhini wa maghrib au wa isha, mimi nikatawadha, nikaja kuswali nini? Sunna za kabla ya swala ya isha. Kisha baadaye wacha nirudi tena nafanya nini? Nikarudi tena nitawadhe tena. Naona na huku udhu wangu bado ninao ule wa kwanza, basi itakuwa ni makruhu. Lakini ukaingia msikitini, umeswali ukakaa mpaka isha, taban ukafanya tajdid udhu, hii haina tatizo, ni sunna. Kwa hivyo inakuwa ni makruhu wakati ule udhu wako wa kwanza unao, taban swala imekimiwa, warudi tena kutawadha, itakuwa hapa umefanya nini? Makruhu. Makruhu ni jambo ambalo la pendekezwa uliache, lakini ukilifanya upate nini? Dhambi. Kisha udhu unakuwa ni haramu. Wakati gani udhu unakuwa ni haramu? Wakati yale maji unayoyatumia ni maji yameibwa. Maji ya nani? Yameibwa. Sasa hapa ndio kuna mitihani, maana watu wanaukanja kanjanja hizi pipe za maji, wakati mwingine ukanja watu wameiba. Allahu Mwenyezi Mungu atustiri jamani. Lakini kuna mitihani. Kwa hivyo maji yaliyoibwa ukatawadhia, udhu unakuwa nini? Ni haramu. Bali hata maji ya yatima, yani maji ni ya yatima, wewe ukayachukua ukatawadhia, udhu utakuwa nini? Ni haram katika sheria. Kwa hivyo kuna sampuli ngapi? 5 tumezitaja. Udhu unakuwa faradhi, na kama tutachukulia kauli ya Imam Abu Hanifa, kuna faradhi na wajib, kisha udhu unakuwa mustahabun, kisha udhu unakuwa makruhu, na kisha udhu unakuwa nini? Haram. Katika hali hizo tulizozitaja. Kwa hivyo udhu, nikimalizia, una lugha mbili. Alwudhu kwa dhumma ya wao inakusudiwa udhu wenyewe, yani ismu lilfi'li, jina la kitendo, ile process ya kutawadha inaitwa alwudhu. Lakini ikiwekwa alfatha, alwudhu, kwa maana ya kwamba ni sasa ni nini? Ni yale maji ya kutawadhia, almau alladhi yutawadhau bihi, maji ambayo mtu utawadhia. Kwa hivyo leo inshallah tutakoma hapa. Tumeeleza introduction ya udhu, na biidhnillah taala sasa tutakuja kuzungumzia mambo yanayohusiana na udhu. Tutaanza na masharti. Kwa nini wanavyoni wa fiqh wanapozungumzia udhu huanza na masharti? Kwa sababu sharti
ni jambo la kwanza linalofanywa kabla hujaingia kuanza lile jambo. Kwa hivyo udhu, ili uwe ni udhu kisheria, kuna mambo, kuna vigezo mpaka viwe vimetimia. Ni kama miongoni mwa masharti tulisema ni mtu kuwa Muislamu. Na tutaeleza na kusilimu ni vipi. Yani Muislamu anazingatiwa vipi? Kuna yule Muislamu ambaye amepigizwa shahada, amesilimu, na kuna yule mtoto tuliyemwokota tukamlea sisi Waislamu. Pia huyu ni Muislamu kwa sababu tayari ashakuwa katika bia ya Uislamu. Na kuna mtoto aliyezaliwa hatumpigizi shahada sisi kwa sababu tayari ashazaliwa na Uislamu. Kwa hivyo tutakuja kueleza inshallah masharti ya udhu ambao wanavyoni wameweka kwanza yazungumza masharti, kisha tutakuja masuala ya faradhi za udhu na sunna za nini za udhu. Ni mlango mpana, na tuomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki na nguvu ya kuwasilisha. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.